ziwa kitu. Kwa sababu ndio mama Ada lagi ibu. Ya ibu. Zenj TV, tujivunie nyumbani. Ajali, madaktari lazima wafanye uchunguzi. Uchunguzi huu ndio utakaotupa taarifa ya mwelekeo wa kifo chao. Hawa watu walikuwa wanakwenda kutafuta riziki kama tulivyoelezwa, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alifanya rehema zake leo asubuhi, na wao wakiendelea na shughuli zao za kujipatia kipato, ikiwa ndio shughuli kuu ya uchumi, waliangukiwa na jiwe wakiwa wako katika eneo la tukio. Taarifa za madaktari wametueleza kwa kifo chao kimetokana na kukosa hewa baada ya mawe haya kuanguka. Nichukue nafasi hii wale wote au wamehusika na msiba huu pole, na tujue kwamba haya ndio makadari ya Mwenyezi Mungu. Wao wenyewe walikuwa hawakuwa tayari leo kutoka roho, lakini Mungu ndo alishaandika kwamba Mwenyezi Mungu awajalie kwamba siku yao hii ishafika. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapa pole wafiwa wote, lakini niseme kwamba tuko nanyi katika kipindi hichi kigumu, na serikali inaendelea kufuatilia ili kuona kwamba suala lile la uchimbaji wa kokoto au uchimbaji wa mawe pale, kuona tuna suala zima la mbadala wa kuweza kufanya shughuli nyingine. Kwa upande mwingine, mkuu wa wilaya, niseme tu binafsi na wewe kamati ya usalama ya wilaya tunawakabidhi rasmi maiti wao ili kuendelea na utaratibu wa mazishi. Mimi mkuu wa wilaya ya Micheweni nimehuzunishwa na tukio hili ambalo raia wawili ambao walikuja kwa ajili ya shughuli ya kuchimba jiwe katika eneo hili wamepoteza maisha. Nasema wamepoteza maisha japo hatua za kidaktari zinaendelea, lakini kwa haraka tunaweza kusema wamepoteza maisha baada ya kuangukiwa na kifusi. Taarifa hii nimeipata mimi muda wa majira saa 3 asubuhi hii ya kwamba kuna raia ambao walikuwa wamefunikwa na kifusi wakati wakiwa kwenye harakati za kuchimba kifusi hiki. Na bahati nzuri kwa kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya tukaweza kufika hapa na kuwasiliana na wenzetu Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi pamoja na wadau wengine kwa ajili ya kupata msaada wa vyombo vya kusaidia kuitoa miili yao au kuokoa. Tunashukuru wadau ambao wameweza kuja hapa na kuwasaidia, akiwemo ndugu yetu Edi Sabri ambaye yeye anayo zana ya kufanyia kazi katika maeneo ya karibu. Kwa hivyo sisi cha kwanza tulitafuta mtu ambaye yuko kwa karibu zaidi ambaye anaweza kusaidia kuokoa maisha ya wananchi hawa wenzetu. Lakini wenzetu pia Wizara ya Mawasiliano nao wamefanya uharaka pia kusaidia vifaa kwa ajili ya kuja hapa. Lakini tumeweza kushirikiana pia na wenzetu wa zimamoto na uokozi ambacho ni kikosi muhimu sana ambao walifika hapa kwa ajili ya kuanza kazi ya kutafuta miili hii. Tunamshukuru Mungu imeweza kupatikana miili ya wenzetu hawa na itakabidhiwa baada ya muda mchache kwa familia zao kwa ajili ya hatua nyingine zinazofuata hatua za mazishi. Lakini naomba nitoe wito kwenye maeneo haya kwamba imekuwa ni kawaida sasa kwenye maeneo haya wananchi wamekuwa wakijishughulisha na shughuli za kuchimba mawe. Shughuli hizi ni hatarishi kusema kweli kwao, na sisi kama serikali haitufurahishi kufanya hivi kwa sababu haya maeneo ni maeneo ambayo ukiyaona tu wewe mwenyewe pengine inawezekana ukaona ni maeneo ambayo yamekatika sana. Tutakumbuka kwamba tarehe 23 mwezi Januari mwaka 2025 kuna dada yetu alipoteza hapa maisha. Kuna dada Raya Hamad Faki alipoteza maisha hapa katika maeneo haya. Yeye naye alikuwa kwenye shughuli hizo. Na leo hii pia wananchi wenzetu wawili ambao ni Hamadi Juma Makame na Shahame Hamadi Shoka, nao pia ndio ambao walikuwa wakishughulika na shughuli hii hapa. Kwa hivyo nao watakuwa wamepoteza maisha, na kwa maana hiyo basi naomba nitoe wito kwa wananchi. Haya maeneo ni maeneo hatarishi, na kama serikali tunasema kwamba haya maeneo tunafikiria njia mbadala ikiwemo kuyazuia kwa muda huu, kwa sababu hatuwezi kuvumilia kwamba wananchi wanapoteza kila baada ya mara. Haya maeneo yanakuwa ni sababu ya kupoteza wananchi maisha yao, na jambo baya zaidi, ishara zipo. Maana ukiangalia tu haya maeneo katika hali ya kawaida kibinadamu na sasa siwezi kuingia katika maeneo, lakini wananchi wanaingia, pengine aidha kutokana na uelewa mdogo, lakini pengine kutokana na hali mbalimbali. Kwa hivyo naomba nitoe wito
nikiwa mkuu wa wilaya ya Micheweni kwamba wananchi, hebu tuache kutumia maeneo haya, hasa katika maeneo ambayo tunajua kama maeneo haya ni hatarishi, kwa sababu hili si jambo zuri. Hawa ni wa familia, inawezekana kibinadamu na kidini unaweza kusema siku yao ilikushafika, sababu ni mwandiko, lakini Mungu katuwekea pia na kinga, njia ambazo za kuweza kufanya kwa ajili ya kujikinga na mambo mbalimbali. Kwa hivyo tunawaomba wanafamilia wawe pole na jambo hili. Huu ni msiba wetu sote, lakini wananchi pia tuchukue tahadhari wakati tunapofanya shughuli zetu katika maeneo. Zenj TV, tujivunie nyumbani.